Nesha credit kwao Songea United kwa sababu mechi imeisha wamefunga mabao mawili. Tena bao la kwanza dakika 21. Kazi nzuri ya Pedro Pacome Zouzoua, lakini marejeo ya picha za video. Sisi tulofaidika kuangalia marejeo ya picha za video. Alikupaswa kwa bao, iko wazi. Mpira aliwatoka wakati anapiga vipas, ule mpira ulikuwa umetoka wote 100%. Kwenye kanuni za mpira wa miguu hilo kama waamuzi kina Changwalo wangeona vizuri lisingepaswa kuwa bao. Lakini dakika 54 Jonathan Kangalombo akaja kumalizia kwa kufunga bao safi kutokana na kazi nzuri ya Pedro Pacome Zouzoua katika transition, mabadiliko kutoka kuzuia kwenda kushambulia. Pacome alikuwa kwenye kiwango bora sana, akatoa pasi ambayo ilimfanya Jonathan Kangalombo ategeshe tu mguu, tunasema tap in. Kwa Yanga akapata ushindi wa mabao mawili, lakini wamefanyaje mpaka wakapata ushindi? Kwanza kocha Milud Hamdi alikuwa mjanja sana, anajua anacheza na nani na Songea United. Watakuwa wanakaba sana kutoka chini, watakuwa wanajituma sana kwa sababu wachezaji wa Songea United pengine ni platform, ni jukwaa la kuonyesha wako vizuri kiasi gani. Watimiza mpango kazi wa kocha Mingange, lakini kuna mpango kazi wa mchezaji mmoja mmoja. Ndio pa kutokea. Unacheza na mabingwa wa michuano hii mara 3 mfululizo. Mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo. Hapa ndo mguu wa shingo, mguu wa roho kazi. Sasa kocha Miludi anajua, anawaambia wachezaji wake msigongane nao hao, mtaumia bure. Gusa achia, ndicho alichokuwa anafanya. Muda mwingi wanamiliki mpira kwenye eneo la pili la uwanja kiasi ya kwamba unajikuta Songea United mpaka wachezaji wao wa safu ya ushambuliaji muda mwingi wanaungana na kiungo chao na walinzi wao katika kuhakikisha lango linakuwa salama. Unamkumbuka kuna mchezaji David Chiwalanga, yule mchezaji wa Azam anacheza kwa mkopo Songeleaji. Muda mwingi alikuwa beki mbili huko. Yupo na kina Godlove Haule katika kuhakikisha wanakuwa salama. Lakini angalia Steven Katanga ni kiungo ushambuliaji kutokea kushoto. Muda mwingi yuko nyuma katika kuhakikisha lango linakuwa salama. Walicheza kwa nidhamu sana, lakini bahati mbaya walikutana na Yanga ambayo ina wachezaji ambao wengine miguu inawawasha, wapate nafasi ya kucheza. Wamepata nafasi ya kucheza, wanamuonyesha kocha. Andamwile alikuwepo, sio? Katika waliocheza leo hii. Baadaye walikuja kuingia kina Faride Musa, Dennis Nkane, Jonas Mkude Nungunungu. Yanga wana utajiri mkubwa wa wachezaji ambao Salvo Bakari Shwaboy katikati ambao wanadeni mechi kama hizi wao upati nafasi sawa. Sasa na leo basi hata Songea nayo usitupe ushindi, yani kwa wana Yanga hapo, si ndio? Yeah. Wakafanya kinachostahili, wamepata ushindi waliostahili, lakini pongezi kwa golikipa Hatibu Mbwana aliyokuwa amechomo kadhaa ikiwamo ya Jonathan Kangalombo, ikiwamo ya Juke Abuya miwili japo alikuja kufunga, lakini vile vile na wao wenyewe pia walichangia Yanga kushinda kwa sababu kwenye transition wakati wanapata mpira kwenda kushambulia, ukikabia kutokea chini unaposhambulia unatakiwa uende kwa idadi kubwa basi. Muda mwingi alikuwa anaonekana ule namba 10 mgongoni anaitwa Abiudi Mtambuka. Peke yako utafanya nini kwenda kwa kina Bakari Nondo Mwamieto? Utafanya nini? Kwa hiyo hao nao wamechangia. Yanga wamecheza vizuri, Songea United kwa kiwango chao wamecheza vizuri, lakini kwenye transition lazima wabadiliki. Si kwa kiamua kucheza kwa kukabia chini. Unaposhambulia kwa kushtukiza, basi hakikisha mnaenda kwa idadi ya kutosha ndipo muweze kuambulia chochote. A good game naweza kusema, mechi ya kuvutia tofauti nilivyotarajiwa. Yanga wameshinda 2-0. Mechi za namna hii mara ya mwisho Yanga kushinda kwa mabao machache namna hii mimi sikumbuki kwa hivi karibuni. Wengi wanaoonea kwa mabao mengi tu. Fountain Gate walifungwa 5 katika ligi inazungumzia. Pamba walishakula 4, Tanzania Prisons 4, KMC 6, KMC 6, kuna timu nyingine Ken Gold walikula 6. Hasa Songea United timu ya 8 kwenye championship inafungwa 2-0 uwanja wa KMC Complex ambako boli linatembea kwenye uwanja wa Mstahiki Meya Mnyonge Songoro. Mimi nawasifu Songea United japokuwa wamefungwa, na msifu Miludi kwa kujua namna gani unacheza na timu ambayo inacheza kimbinu zaidi kwa kukabia chini na kikosi ambacho kina wachezaji kadhaa kikosi cha kwanza hawamo kikosini. Okay, labda kwa ufupi Yanga wanaelekea Tabora ambako walipoteza mbele ya Tabora mechi iliyopita. Unahisi labda ni mchezo wa namna gani kwa ukiangalia? Unanichomekea tulikubaliana bwana kwamba Tabora mpaka itakapokaribia. Anyway, basi tujibu tu kwa ujumla tu kwamba mechi bado itakuwa ya kuvutia kwenye makaratasi. Labda wachezaji ndio watuangushe sisi tunaofuatilia ligi kuu uwanjani. Nasema ya kuvutia kwa sababu gani? Yanga msimu miongoni mwa timu ambayo imeitibulia Yanga performance yake 100% ikawa 87.87 ni pamoja na Tabora United. Kwenye uwanja wa Chamazi Complex Yanga walimiliki mpira 81%. Yanga walipiga mashuti mengi lakini mechi nzima wakafa 3-1, wakati Tabora United walipiga mashuti 4 tu kati ya hayo. Mashuti 4 ya kulenga shabaha, samahani. Niliposema mashuti 4 ya kulenga shabaha, halafu wakashinda 3-1. Maana katika 4 walikosa 1, matatu yote kamba.
man of the match kwa siku ile, sijui kama ndo alitangazwa yeye, nimesahau, lakini man of the match kwa mechi ile alibeba ni Ofen Chikola kama tunakumbuka vizuri. Sasa wanakwenda kukutana na Tabora ambayo tayari ina rekodi ya kuidhuru Yanga Chamazi, ambako Yanga ilikuwa ndio uwanja wake wa nyumbani. Tabora anakutana na Yanga ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara ndio timu inaongoza kwa mashambulizi mengi zaidi, imepiga mashuti 262, mashuti 143 melenga lango, wamefunga mabao 58. Goals conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ya Yanga ni 22%. Yanga yenye hasira, je, inakwenda kucheza na Tabora United ambayo ishajua jinsi ya kuifunga Yanga, kwamba achana na kupishana nao kuhusu kumiliki mpira, waachie kwa sababu huwezi kupishana nao. Katikati wanakamata wao. Watakuwa na Khalid Aucho Doctor. Leo ni miongoni mwa wale ambao hawakuepo. Watakuwa na Mudathi Abbas. Watakuwa na Juka Abuya bado yupo. Wana Peodo Pacome Zouzoua. Wana Stefan Azizki. Wana Max Mpia Zengeli. Prince Pumelo Dube. Clement Mzize Walid ambaye ashapiga mashuti 39. Kati ya hayo amefunga mabao Mzize mabao 10. Ana assist 3. Atakuepo. Basi unapocheza kwenye uwanja wako wa Ali Hassan Mwinyi, maana umefunguliwa, si ndio? Matarajio ni kwamba wataendeleza kile walichokifanya Chamazi. Walifanyaje Chamazi? Wao waliamua kwa timu ya pili, lakini wana wachezaji bora kina Nelson Munganga, kina Andy Bikoko, wakiwa nyuma zaidi washambulie kwa kushtukiza. Bila shaka Meludi atakuja na majawabu ambayo Miguel Gamondi alikosa majawabu dhidi ya Tabora United katika mechi ambayo Yanga miongoni mwa mabao waliofungwa ilikuwa kwenye transition. Wao wametoka kushambulia, wakapata mkwaju wa penalty. Stefan Aziziki akaenda kupiga, kakosa. Ilikuwa imedakwa kama sikusei na Hussein Masalanga ambaye hayupo hivi sasa, sio? Si ndio? Hayupo, yupo Singida Black Stars. Mpira alipoudaka tu kageuzwa ukaenda kwa bao kwa Yanga. Manake Yanga wakishambulia mpaka mabeki wao wakati wanakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja, ambayo inawafanya wakati mwingine wapinzani wa wadhuru wanapokuwa na viberenge vya uhakika kama Ofen Chikola, kama Emmanuel Chigozie, yule beki tatu ambaye alishiriki katika ujenzi wa mashambulizi katika siku ile. Basi bila shaka watafanyia kazi ili waambulie chochote, kwa sababu wanakutana na Yanga iliyo bora. Wakiwafunga tena wanazidi kuwaonyesha kwamba wao wazee wa nini asali nyuki wakumbatiwi. Basi tuone kwamba wakumbatiwi, nyuki sijabusiwi. Lakini anyway, hayo ni maneno ya kishabiki, lakini tunatarajia itakuwa mchezo mzuri katika ligi miongoni mwa ligi kuu 10 bora barani Afrika. Ligi namba 6 kwa ubora ina pointi 72.5, ya juu yake Tunisia na pointi 82.5. Simba Mnyama kimtoa Al-Masri tunaongeza tena pointi zinakuwa 77.5. Miongoni mwa mechi za kuvutia inatarajiwa ni pamoja na hii, kwa sababu Tabora United inachukuliwa poa kwenye majina, lakini ukiangalia rasilimali watu walionao, wachezaji walionao, wengi wamesha prove katika maeneo kadhaa kwamba wao ni wachezaji bora, wanaweza kufanya lolote alimradi tu wakiwa wameandaliwa vyema kisaikolojia nje ya uwanja. Tabora United wakiandaliwa vizuri, masuala ya mabonasi manini, support wanaipata kwa mkuu wa mkoa wao, bila shaka tutarajie mechi nzuri.